Protect me, Mr. Speaker. Protect the bunge. Mr. Speaker, mambo ya maandamano tumeangalia. Na wenye walikuwa wanapinga maandamano, saa hii ukiangalia ndio wanataka maandamano. Now we thank God ya kwamba tunasonga, Kenya inasonga mbele. Sasa unaona juzi walisema ati polisi ameua mtu. Kuja kuangalia tunaona Babu Owino ndio anaenda mpaka Kenyatta kwenda kuhakikisha kijana hajafanya nini, hajakufa, bado anaendelea kwa matibabu. Na Babu sasa ametupatia hope. Sasa nikitembea hivi mimi najua huyu kijana hajafanya nini, hajakufa. Ndio tunataka kukondem hii vyombo vya habari ambayo wanataka kuongea tu hata bila kuchunguza. Mtu akipigwa risasi kama hujasomea mambo ya criminology, usikuje kuongea mambo mengi ambayo huelewi. Gachagua amesomea nini? Gachagua masomo yake hata hatujui kama ni apedikiwa ama ni ni afisa wa polisi. Sasa yeye kama ni afisa hatujaelewa yeye vizuri. Reservist police sisi tunajua hatuwezi ungana na watu ambaye kila wakati nia yao kubwa ni Raila Amolo Odinga. Ukiona vile wanaongea Raila Amolo Odinga. Sasa hii Raila Amolo Odinga amenyamaza kimya. Hata Mkenya akipigwa yeye amenyamaza. Kama sasa hivi wanataka Raila aongee, si ndio anangojea? Juzi ametoa shilingi milioni ngapi? Moja. Hawajashukuru. Hata mtu kutoka nje kupongeza Raila, hata saa hii paka kwa hii bunge tujaona mtu anapongeza huyo mzee. Mmoja mimi nipongeze huyo mzee, amefanya jambo la maana sana. Kiasi ya kwamba mimi kama mzazi nimeona amemoni na familia ya Ojwang. Na hiyo ndio utu. Usikuje kusema mambo ya utu. Ikifika kwa kutoa, wewe mwenyewe hauwezi kutoa. Kalonzo Musyoka ambaye anasema ni mtu wa Mkristo, sasa hii ako wapi? Hata shilingi 50 kwa paybill hakutoa. Sio hakutoa ama walitoa? Tuseme ukweli na ukweli tuweke huru. Sasa tunasema hivi. Umesikia tarehe 25. Na hii ni advice kwa vijana. 25 kijana yoyote ambaye anataka kwenda kwa maandamano. 25 sio maandamano. Ni public holiday. Enda. Nimekukoreka na bila speaker. On your own risk. Mimi nimetembea sana nikiangalia, nimeenda mpaka pande ile ya Ruiru kwenda kuangalia, nimeona mipango ya usalama inawekwa vizuri. Nimekuja pande hii ya Mombasa Road, usalama iko sawa. Kangundo Road pande hii, usalama inapangwa vizuri. Na sisi tunasema hivi, afisa ya polisi msiwe watu ambaye mnadanganyika. Mtu akiiba, kazi yenu ni kufanya kazi yao ni kufanya mambo ya kurestore law. Kurestore law ni kufanya namna gani? Ndani. Ukaingia ndani utakula maharagwe my friend. Na ukula maharagwe huko utakufa. Baadaye utakula maharagwe ukipigana na serikali na huna hata pesa fine. Huwezi toa, unapelekwa pale. Nikimalizia utapiga hadi maukuta. Mambo ambao unasikia wakisema hapa ati Gen Z. Gen Z. My friend, hakuna kitu kama hiyo Kenya hii. Gen Z hakuta. Ile kitu iko hapa si Gen Z. Gen Z wale walikuwa wanapinga maandamano na mask. Mask ni mtu anapinga naye maandamano. Kama unataka kufika maandamano kuja live. Kuja kwa practical. Na kwa practical ukutana leo kumbukumbu. Ukiongea story. Mambo ya wewe order. Protect. Ile piga protest. This guy protect. Maandamano ya mask hiyo tunakataa. Juu mask mtu akiwa naye atasuffocate. Akisuffocate anguke chini na polisi atapiga. Mambo kama hayo kulingana na afya ya mwanadamu. Mwanadamu ukiona mtu kama anaenda kwa nini? Anaenda kwa maandamano na mask, anataka commit suicide. Ili suffocate, aanguke chini, isemekane ni polisi. Kwa hivyo jana ilikuwa live. Corona sio maandamano, my friend. Maandamano gani inakuwa ya mask? Si jana ilikuwa live bullet. Wote nimalizia ule karao. My friend, ule karao hakukuwa na nia ya kupiga mtu risasi. Ni vile hata sometimes wa Kenya tuwe soba. Alikuwa ameongea na ule jamaa aondoke. Watu wengi wakakimbia, wakaondoka.
katika scenes, na hii jamaa anarudi tena anaguza hii putu mapua. Bunduki ilikuwa imeangalia wapi? Chini. Kwenda kuangalia bunduki kaangalia